Sisi kama sauti ya jamii tunatoa wito wetu huo, na tunalaani na kukemea, na tunaungana na watu wote, wanaharakati wote, wasomi pamoja na watu wanaotoa huduma za jamii kulaani na kukemea vitendo vyote vya ukatili na udhalilishaji. Kataa ukatili, wewe ni shujaa wa jamii. Kwa majina naitwa Daktari Tomix Simbeye, ni makamu mwenyekiti wa maafisa ustawi ngazi ya wilaya Tanzania. Kwa niaba ya uongozi wa maafisa ustawi Tanzania, niko hapa kuelezea lile tukio la udhalilishaji chuoni lililotokea usiku wa kuamkia Pasaka, linalohusisha mabinti wasiopungua 3 wakimdhalilisha kindakindaki mwenzao. Na kupitia tukio hili, kiukweli sisi kama uongozi wa maafisa ustawi wa jamii tumetoka kwa lengo la kutoa tamko, lakini kuelezea pia hilo tukio na hatua kadha wa kadha zilizochukuliwa. Nishukuru waziri mwenye dhamana Dorothy Gwajima kulivalia njuga kindakindaki akishirikiana na TANPO, polisi, lakini na uongozi wa chuo husika kuhakikisha basi hao mabinti waliomdhalilisha mwenzie kwanza wanakamatwa, lakini wanaojiwa, kwa sababu hiyo video zilisambazwa mitandaoni. Na baada ya hapo waziri mwenye dhamana mwenyewe alilifuatilia hili swala na kuweza kuliweka bayana na kuelezea. Nishukuru pia wizara kiujumla, na yenyewe ilitoa tamko lao likuonyesha kukerwa na hivyo vitendo na sehemu mbalimbali. Lakini pia niwapongeze chuo kikuu cha Dar es Salaam pia kwa kutoa tamko kwamba endapo itabainika hao mabinti wametokea chuo hicho, basi sheria itachukua mkondo wake. Hivyo kwa minajilio, kama viongozi wa maafisa ustawi Tanzania, tunaungana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum inayoongozwa na Mheshimiwa mwenye dhamana Daktari Dorothy Gwajima, na sisi tumeandaa tamko kama sauti ya ustawi wa jamii Tanzania. Nitalisoma kama ilivyokuwa ada. Jamhuri ya Muungano Tanzania, tawala za mikoa na serikali za mitaa, uongozi wa maafisa ustawi wa jamii ngazi ya halmashauri 184, kukemea na kulaani vitendo vyote vya udhalilishaji chuoni. Uongozi wa maafisa ustawi wa jamii nchini unalaani vikali tukio la udhalilishaji lililotokea usiku wa kuamkia tarehe 20 Aprili 2025, ambapo mwanafunzi wa chuo kikuu alidhalilishwa na kurekodiwa bila ridhaa yake, huku tukio hilo likisambazwa mitandaoni, jambo ambalo ni kinyume cha maadili, utu, sheria za nchi. Tunawakumbusha vijana na jamii kiujumla, kujichukulia sheria mkononi ni kosa kisheria. Kifungu cha 138C cha kanuni za adhabu Penal Code, udhalilishaji wa kingono ni kosa la jinai. Kifungu cha 89 na 90, kushambulia na kumuumiza mtu kimwili au kisaikolojia ni kosa la kisheria. Lakini vile vile sheria ya makosa ya kimtandao namba 14 ya mwaka 2015 nayo inasema kifungu cha 7 na cha 8, kusambaza picha au video chafu za kudhalilisha ni kosa la jinai. Lakini kifungu cha 23, kuweka maudhui ya kumdhalilisha mtu ni kosa kisheria. Wito kama maafisa ustawi, wito wetu ni kuhakikisha madawati yote ya jinsia shuleni yanaamka na kuweza kuripoti matukio yote ya ustawi wa jamii kama yanavyotokea, aidha akiwa ya udhalilishaji au matukio yote ambayo yanaweza yakatweza utu wetu. Lakini pia vile vile naipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kusimamia hii kesi kindakindaki. Tunashukuru jeshi la polisi pia limeweza kutusaidia kwa namna moja namna nyingine, lakini pia nawashukuru maafisa ustawi wote ambao walisimama kuweza kukemea na kulaani hivi vitendo vyote vya udhalilishaji. Na kwa minajili hiyo, sisi kama sauti ya jamii tunatoa wito wetu huo, na tunalaani na kukemea, na tunaungana na watu wote, wanaharakati wote, wasomi pamoja na watu wanaotoa huduma za jamii kulaani na kukemea vitendo vyote vya ukatili na udhalilishaji. Kataa ukatili, wewe ni shujaa wa jamii. Mimi naitwa Daktari Tomix Simbeye, makamu mwenyekiti wa maafisa ustawi Tanzania.